Assalamu alaikum ndugu zangu wa lugha ya Kiswahili. Ndugu yenu anaitwa Abu Sumaya. Kama mnaona katika hiyo screen, leo tutaanza masomo ya kompyuta kwa lugha yako ya Kiswahili. Unaweza kuniwekea au kuniandikia maoni yako katika email yangu, na iko hapo chini na imeandikwa almujtahid62@gmail.com almujtahid62@gmail.com. Nakuombeni kwamba mimi ndugu yenu Kiswahili sikipati vizuri, nakuombeni nisikilize kwa upole. Kila mtu ambao ana maoni yake kama nilosema na naandikie katika email yangu, lakini mimi najaribu kwa uwezo wangu kwa lugha vipi naelewa. Hii masomo ya kompyuta haya masomo ya kompyuta tunasomesha katika madrasa Hira. Unaweza kujiunganisha katika hiyo madrasa ambayo ipo Zanzibar, Kiswandui. Tunasomesha kila mtu anataka kujua hii teknolojia mpya. Ndugu zangu wa lugha ya Kiswahili, leo tutaanza barnamaji yetu katika Windows XP. Tunaanze kama Windows XP, vipi unaweza kuitumia kompyuta yako. Watu wengi wana makompyuta ni majumbani, lakini hawajui kuyatumia. Na hii itakuwa njia nzuri ya kusoma nyumbani kwako kompyuta vipi kuitumia. Kwa hivyo ndugu zangu, nakuombeni mtizame katika channel yangu ya YouTube. Mnaweza kupata masomo mengi hapo niliyoyafanya kwa lugha ya Kiswahili. Kama nilosema, leo tutaanza masomo yetu ya kompyuta kwa lugha ya Kiswahili, na barnamaji ambayo tutaianza ni Windows XP. Na Windows XP hii ni barnamaji ya Microsoft ya zamani, lakini kuna watu mpaka sasa wanatumia. Kabla ya kuja Windows 7 au Windows 8, tunaeleza hii ya mwanzo. Kwa hivyo kama nilosema, tutaanza barnamaji yetu leo kwa Windows XP. Again, Windows XP Windows XP ni window ambao umefanywa tumesema na Microsoft. Ikiwa unatizama ndugu yangu hapa, ambao mshale unakwenda kushoto na kulia na juu na chini, huku unaitwa nini? Ni desktop. Desktop, au wana watu una technique unaweza kusema GUI, graphic user interface, kwamba hii kalima nilokusemea sasa, hii ni interact, kutizama vitu ambavyo viko ndani ya kompyuta. Vipi utaweza kuvitafuta? Utaviona wapi? Utaviona katika hii desktop. Na hii screen ina muhimu kuona vitu ambao unavitaka kuviona. Kama unataka kuprint, au unaweza kuprint bila screen, lakini zitatoka katika paper. Kwa hivyo huku ambao tunaona tumesema kunaitwa desktop. Katika desktop unaona na ziselect zote kuna icons. Icon hizi ni shortcut, ni njia fupi ya kufungua malafu, ya kufungua files au folders au barnamaji ambao umeziweka katika desktop. Desktop ni nini? Desktop kama meza ya ofisi yako. Unaweka nini? Unaweka simu, unaweka printer, unaweka computer, unaweka newspaper, unaweka mabuku, kila kitu. Ukija katika ofisi yako, vitu viko tayari. Ikiwa sasa hizi tunasema icon, hizi ni shortcut. Unaweza kufungua barnamaji ambao ziko ndani ya kompyuta, hutaki kuingia katika njia nyingine. Kama unataka kubonyeza hapa au ungie huku, nataka iwe kwa
muda mfupi. Okay, katika hii vipi leo tunaanza vipi? Hapa ukitizama kuna cheza na mshale, kuna mstari wa blue huu hapa unaitwa nini? Taskbar, unaitwa taskbar. Okay, huu hapa tunaita taskbar. Ukitizama kushoto ya screen chini pana panaandikwa stars na bendera rangi ya kijani. Start ni nini? Start ni kuanza. Ikiwa unataka kuanza barnamiji zako, kufungua kompyuta, unabonyeza wapi? Unakuja hapa start, unaweka mshale katika hilo hapo unaandika start, anza. Ukiweka mshale unabonyeza mara mbili au mara moja katika mouse yako. Mouse ipi? Mouse ndio hii mouse. Unabonyeza mara mbili, itakufungulia dirisha, baadaye unaingia katika barnamiji ambayo unazitaka. Okay, tumesema hapa ni starts. Ukitizama kwa kulia ya screen chini, pana hapa utatizama, utaona pana saa, pana speaker, pana vitu. Hii inaitwa tray. Tray. Pana vitu vimejificha hapo. Leo sisi tunataka kubadilisha saa. Vipi tutabadilisha saa? Kubadilisha saa, unaweka mshale katika hii saa, mshale, unachukua mouse, hata ukaenda katika hiyo saa, unabonyeza mara mbili kwa upesi. Ukibonyeza hapo patakuja nini? Patakuja dirisha. Hilo dirisha ambao tunataka kubadilisha saa. Tumefahamu? Unaweka mshale katika hiyo saa, kwa bonyeze mara mbili kwa upesi, patakuja dirisha. Hilo dirisha likija, tunaweza kubadilisha hiyo saa. Ile dirisha limeshafika, unaliona hili hapa. Sasa ukitizama ni hii dirisha imeandikwa nini? Ya mwanzo hapa imeandikwa date time, ya pili imeandikwa time zone, ya tatu entertainment time. Hizi zote za kubadilisha saa. Okay, vipi tunabadilisha saa? Kubadilisha saa, unatizama, unachukua mshale, naweka hapa imeandikwa 4 na 55. Naweka mshale wangu katika 4. Unaona pana mstari, unawasha kwa mstari. Baadaye nakuja katika mshale, pana mshale hapa kwa kulia hii, pana mshale wa juu na chini. Ikiwa tunataka kuweka saa, mathalan saa 5, tunafanya vipi? Tunaiweka, saa 5 tunakwenda tunabonyesha mouse kwa kulia, kila wakati nitabonyeza itabadilisha wakati. Unaona nikibonyeza ndio hiyo. Sasa iko saa 10 au saa 1. Okay, kubadilisha dakika tena, unaweka mshale katika hizo dakika, unapandisha, unaona inabadilisha. Umefahamu? Ikiwa umeshakwisha kubadilisha saa, unafanya vipi? Unakuja hapa chini, pana madirisha matatu, panaandikwa apply, panaandikwa cancel, panaandikwa okay. Wewe mwanzo utabonyeza apply, ukia apply, baadaye unakuja okay. Saa imeshabadilika. Okay, tumefahamu? Okay, njia ya pili, unakuja start, unakuja pale kuanza, unabonyeza hapo kwa mara moja, unatizama pana hapa panaandikwa control panel, dirisha limekuja, unatizama kwa kulia hapa kwa low blue, unabonyeza mara mbili, control panel, patakuja dirisha kubwa hapo. Wewe utafuata mambo ninokuambia. Kwa ikiwa unakwenda kwa upesi, unaweza kuweka post ya hii video. Okay, tizama sasa imeshafika hii
sijali na hii sinofanya hapa. Okay, naanza tena, tunakwenda start, bonyeza katika control panel kwa kushoto, unabonyeza, unaweka mshale wako katika control panel, unabonyeza kwa upesi, hiyo inakuja. Sasa tizama, tumesema tunataka kubadilisha wakati, time. Tunataka kubadilisha time. Unakuja wapo, tizama kwa kulia, kwa kulia ya hili dirisha kubwa, kwa kulia unaona hili dirisha. Ukitizama ya mwanzo, ya pili, ya tatu, bonyeza hapo mara mbili, ya tatu kwa kulia, unabonyeza hapo. Ukibonyeza patakuja dirisha la kubadilisha ile saa ambao haiko vizuri. Tumesema ya tatu kwa kulia, unabonyeza mara ngapi? Mara tatu ama mara mbili. Unaona imesha kuja ile saa. Tizama ya mwanzo, maandishi ya mwanzo imeandikwa change the date and time, badilisha usiku na saa. Unabonyeza hapo, unabonyeza hapo. Tumefahamu ile saa, unaona saa imekuja. Ukibonyeza pale patakuja hili dirisha, unaona time zone. And then sasa tunabadilisha vipi? Tunabadilisha, tunaweka mshale katika hiyo saa, unaona sasa na kwenda kwa hii inazibadilishwa kwa mshale chini au juu. Tumefahamu. Baadaye tukubadilisha, tunasema apply and okay. Tumefahamu. Kufunga hii pana pale x hii ya nyekundu close, na minus kufunga hii dirisha, unabonyeza hii ya nyekundu kwa kushoto ya mouse, unabonyeza itajifunga. Tumefahamu tena. Okay, tunaenda tena kubadilisha saa kwa njia ya pili. Tunafanya vipi? Unakuja start, unakuja control panel, unabonyeza hapo. Hii control panel unaiona hii hapa, unabonyeza hapo, patakuja hili dirisha. Likija hili dirisha utatizama kwa kulia, kwa kulia unaanza moja, mbili, ya tatu unabonyeza mara mbili, patakuja dirisha. Ikija dirisha hapo unaweza kuanza kubadilisha. Hii dirisha kuja dirisha jingine. Wewe utizame ya mwanzo. Ya mwanzo imeandikwa nini? Tizama vizuri. Imeandikwa nini? Change the dates and time, kubadilisha wakati, kubadilisha usiku na saa. Unabonyeza hapo mara mbili au mara moja, patakuja dirisha ambao tunataka kubadilisha ile saa. Tumefahamu. Okay. Sasa tunabadilisha vipi? Tushabadilisha, unaweza kusema okay au apply and okay. Tunalifunga. Leo ndo masomo tulianza ya kubadilisha saa. Nafurahi sana na kuombeni mnisaidie kuniwekea maoni yenu katika ile email yangu. Ikiwa pana tatizo la lugha, na kuombeni mnisamehe. Tutaendelea siku zijao katika masomo mengine kwa step by step. Okay, jazakallahu khairan. Assalamu alaikum.